Na mtazamaji, karibu sana kwenye awamu yetu ya pili ya Tamrini. Kasichana Masha ndio jina langu, Lucy Mwaura ndiye ananisaidia kwenye lugha ya ishara. Na siku ya leo nataka tutumbukizie macho ama tupigie darubini sekta ya utalii hapa nchini, jinsi gani inavyoendelea, changamoto ambazo zinaendelea kukabili, na je, kama Kenya tumeendelea kupata vivutio vingine vipya ama bado vivutio ni vile vile. Na je, sekta nzima ya utalii sasa hivi inaendeleaje? Wageni wapo, watalii wa humu nchini wapo, na hata wale watalii kutoka nchi za nje, je, wanaendelea kuja hapa nchini? Tukizingatia kwamba sasa hivi ni msimu wa likizo, watoto hapo mapumzikoni, shule zimefungwa, na mgeni wangu ataweza kunielezea kuhusiana na swala hilo. Nitampatia ruksa aweze kujikaribisha mwenyewe. Nimemkaribisha lakini aweze kujitambulisha mwenyewe na ile shughuli ambayo wanafanya kama kampuni ambayo inaendeleza shughuli ya utalii hapa nchini. Karibu sana. Asante sana. Jitambulishe na utuambie shughuli ambayo mnafanya katika kampuni ya Crown Eagles. Asante sana. Kwa majina naitwa David Iteyo, mimi ndio mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Crown Eagles Safaris. Na kazi zetu kubwa ni kuhakikisha tu ya kwamba Wakenya wanasafiri ndani ya nchi na hata nje ya nchi pasipokuwa na shida yoyote ile. Kwa kuwatafutia mahali pazuri pa kwenda kupumzika na kuweza kupunga tu unyonyo ya nchini na hata mataifa ya nje pia. Na tukizungumzia biashara kwa ujumla, sasa hivi biashara ikoje? Kwa mwezi huu wa Aprili naweza sema kwamba biashara ipo sawa, kwa sababu vile unajua kuna Easter ambayo inakuja, watoto wamefunga shule, so kumekuwa na watu kukuja na kufanya booking zao mapema. Ni kwa ajili ya hii sherehe tu. Lakini kumekuwa tuseme kuanzia January, February, March kumekuwa kidogo na uhaba wa watu wa Kenya kusafiri katika ndani ya humu nchini na hata mataifa ya nje. Kwa sababu ninaweza sema labda ni kwa sababu ya mambo mawili ama matatu, but mara nyingi sana tunazingatia, tunajaribu kuangalia, tunaona labda ni kwa sababu ya gharama ya maisha ambayo imepanda juu kidogo. Hapo kwa gharama ya maisha, jamani, tuache kuekelea gharama ya maisha. Ukipata muda wa kwenda kujivinjari, jamani, patia mwili pole, sio kufanya kazi tu. Inaruhusiwa, na ndipo tunasema at least una make sure ya kwamba unaweza ukasafiri at least mara 2 au mara 3 kwa mwaka. Ndipo tunasema tuko na April, tuko na August na pia tuko na December. Na nitarudi kwako, lakini kabla nikuja kwenye hilo swali nataka utalifikiria tu. Pengine mnasaidia hata watu, pengine mtu anapotaka kwenda kutalii ama kuzuru eneo fulani na hana kiwango fulani cha hela. Je, mnamsaidia hata kuwekeza polepole ama malipo ya polepole, je, yanakubalika? Lakini kwanza kabla sijaruka kwa hilo swali, umezungumza kwamba sasa hivi watu washaanza kufanya kuzuru maeneo mbalimbali na hata kuweza kufanya bookings katika hoteli mbalimbali na maeneo mbalimbali. Je, pengine maeneo gani ambayo yatapata ama mnatarajia kwamba yawe na watalii wengi zaidi? Sana sana kama saa hii kutakuwa na watalii wengi sana ambao watakuwa naenda sehemu za Mombasa, Diani, Malindi na Watamu. Hizo ndizo sehemu ambazo zitakuwa na watalii wengi zaidi. Mbuga zetu za wanyama kidogo idadi iko chini kidogo. Na hizi ni kwa sababu ya ada ambayo inatozwa pale. So unapata wageni wengi wameweza restrict hizi sehemu za kwenda tuseme mbugani, lakini kule Mombasani wengi sana wameweza kubook na kujipanga ni kwa ajili ya kusafiri kule. Na ndipo sasa tukiangalia utapata kama usafiri kama SGR imeweza kujaa. Pia ukiangalia ndege, gharama ya ndege imekuwa juu zaidi kwa sababu ni watu wengi ambao wanapanga jinsi ya vile watasafiri kule kuelekea kule Mombasani. Umetaja mahali swala zuri, umetaja kaunti ya Mombasa. Hivi majuzi tumekuwa tukiripoti visa vingi vya utovu wa usalama eneo hilo. Nyinyi kama kampuni pengine mnalishughulikiaje ili kuhakikisha kwamba wale wageni ambao mnawapeleka sehemu zile kwamba wapo mahali salama? Ni jambo gumu na ni jambo zito kulielezea, kwa sababu unajua utovu wa nidhamu na hata usalama katika taifa letu inafanya sisi tunakosa wageni. Kwa sababu ukiangalia kabisa sehemu ama sekta ya utalii, mara nyingi usalama ndio jambo la kwanza. Hata kabla ya kuweza kupatia mgeni labda utalipa kiwango hicho cha pesa, kitu cha kwanza wanauliza ni usalama. Na ndiposa sisi kama Crown Eagles Safaris, hata wakati tumekuwa tukisafiri katika mataifa ya nje na kuweza kutake part katika maonyesho ya kimataifa, unapata wageni wengi wanakuuliza, wako concern sana kuhusu usalama wa taifa la Kenya. Na mara nyingi unasikia wengine wanakuambia badala ya kuja Kenya wacha tuende Tanzania, kwa sababu tunahisi ya kwamba Tanzania iko salama kuliko Kenya. So tunasema namna gani? Imekuwa ni changamoto, lakini pia hatuwezi tukakataa kwa sababu ni nchi yetu. Lazima tufanye vile inavyofaa ili tuweze kukua na wageni wakisafiri katika maeneo mbalimbali ya Kenya. Na ndipo tunasema namna gani? Sisi tunahakikisha kwamba wageni wetu wapo salama kwa kuandalia mbele.
Unapata tuseme for example tukiwa na wageni wetu wanaelekea pale sehemu ya Mombasa, tunakuwa na madereva wetu pande ile ya Mombasa ambao wanawasubiri kuwapokea. Wanapowapokea wanawapeleka moja kwa moja kwenye hoteli na pia kuwapatia briefings ya ni wapi wanaweza tembea na ni kwa muda gani na maelezo kama yale. Ndio. Naam, na swala la utalii. Je, Kenya bado tunaweza sema kwamba bado ni kivutio madhubuti cha utalii? Kulingana na mimi nitasema ndio, kwa sababu mimi ni Mkenya halisi. Na mara nyingi nasema ya kwamba nyumbani ni nyumbani tu. Kenya tuna vivutio vingi sana ambavyo bado hatujaweza kuviuza kule nje na hata kuviuza kwa wageni hata hapa nchini. Ni kwa sababu unapata vile tunatangaza utalii, hatujatangaza utalii kwa njia ambayo inafaa. Unapata mara nyingi tunatumia lugha ya kimombo na mambo kama yale. Nataka ifike mahali ambapo tunaweza tukatangaza utalii katika humu nchini katika lugha ya Kiswahili na hata lugha za kienyeji. Ndio kila mtu mmoja ama kila yeyote yule ambaye anatoka sehemu mbalimbali za nchi ya Kenya wanaweza wakajishughulisha ama kujihusisha na hii mambo ya utalii. Kwa sababu wakati watu wanasikia tukitangaza utalii katika lugha zao za mama, unapata mara nyingi wanajivunia na wanaona kumbe hili jambo pia hata nasi tunaweza tukafanya nini, tukalisukuma vile ilivyo. Isikuwe tu ni lugha ya kimombo tu peke yake. Jambo la pili, unapata mara nyingi sana kama sisi agents, unapata tunasukuma sana katika mitandao mbalimbali kama Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, lakini hatujaweza kufanya ile inaitwa one on one. Inafaa tufike mahali ambapo tunasema ya kwamba leo tunapiga kambi eneo la Mombasa. Tunataka tu kuelimisha watu umuhimu wa utalii. Nafikiria ikifika mahali pale tutapata kwamba itatusaidia katika kuweza kuuzia wenyeji umuhimu wa kusafiri katika nchi ya Kenya na hata mataifa mengine. Na pia itasaidia sana ni kwa sababu ya mambo ya usalama, kwa sababu watu wanaona kwamba wakijifunza umuhimu wa utalii katika nchi yao ama katika kaunti zao ama katika tuseme maeneo mbalimbali, wenyewe watatuza utalii wao. Hawatakubali wale watu ambao wanateka advantage ya wageni kupatikana katika area hiyo, kwa sababu wanajua wakati tunakuwa na watalii wengi kuna kazi wengi wanapata kazi na mambo kama yale. Wakati kuna kuwa na mambo na insecurities, unapata ya kwamba tunakosa wageni. Tukikosa wageni kuna watu pia wanafutwa kazi. So ni mambo kama yale. Tunahitaji tu kuhamasisha watu wetu ndipo waweze kuelewa umuhimu wa utalii katika nchi yetu. Na umezungumzia swala zuri la tamaduni za jamii mbalimbali. Ni jinsi gani mnaweza kushirikiana na jamii mbalimbali kuhakikisha kwamba tunainua tamaduni zetu, kwa sababu hivi majuzi nchi ya China tayari utamaduni wao uliweza kutambulika na shirika la kimataifa la kisayansi UNESCO kama tamaduni ambayo inatambulika kote ulimwenguni. Ni jinsi gani tunaweza kuboresha tamaduni zetu ili pia watu waweze kuzielewa na kuhakikisha kwamba zinaendelea kukumbukwa, hazisahauliki, kwa sababu niko na uhakika kwamba vijana wengi ama watoto wanaokuja sasa wanaokuwa wengi hawajui tamaduni zao. Naam. Swali nzuri sana. Kulingana nami ninaona ya kwamba sisi kama stakeholders katika Ministry of Tourism ama katika hizi nafasi ambazo Mungu ametusaidia kuweza kufikia, tunahitaji kufanya partnership pamoja sisi pamoja na county governments. Tunapofanya zile partnerships zinatusaidia ni kwa sababu tuna promote product ikiwa moja sisi pamoja na county. Unapata kila county iko na tamaduni zake. Na mara nyingi unapata tukisukuma kila kaunti isukume kivyake, utakuja utapata ya kwamba katika kaunti 47 kila kaunti ina kivutio ama jambo lile ambalo wanasukuma pande yao. Na niseme tu kwa mfano, mimi natokea sehemu ya Kakamega. Sehemu ya Kakamega tunayo kitu kama Crying Stone, tunayo kama mambo na bullfighting na mambo kama yale, na pia kupata wazee katika vijiji wale ambao wanaweza wakaelezea watu mahali walitoka, mahali wamefika na mahali tunaelekea na mambo kama yale. So mara nyingi tunasema namna gani hata sisi kama sahi kama kampuni tumeanza kujihusisha sana na mambo kama yale, kwa sababu tunaenda kwenye ground, tunakaa na wale wazee ambao wakongwe wa pale, wanatuelezea, wanatusimulia hadithi ya vile mambo yalivyokuwa kabla ya kufika sasa hii generation ambayo inaitwa Gen Z. So wanatusimulia mambo kama yale. So tunasema ya kwamba tutafika wakati mahali tutakuwa sasa tunakusanya vikundi na kuweza kuwaelimisha kwa sababu ya hii information ambayo tunapokea kutoka kwa wakongwe. Ndio. Na swala la Wakenya wenyewe, je, unaweza pale unapoketi kwa ile miaka ambayo umeweza kufanya kazi katika hii sekta utalii, je, unahisi kwamba Wakenya wenyewe tumeweza kukumbatia vivutio ambavyo vipo hapa nchini? Kwa sababu utapata kwamba watu wengi wanapopata, sitaki kusema kwamba mtu anapopata fedha ama anapopata hela,
lakini unapata kwamba watu wengi wanapigia debe vivutio vya nchi nyingine. Mtu anaenda katika nchi, anazuru taifa lingine, anaenda katika sehemu zao za vivutio, anapigia debe yale maeneo, hata tofauti na jinsi anavyotembelea sehemu ambazo tuko nazo hapa nchini. Je, unadhani kama sisi wenyewe wa Kenya pia tumejiangusha katika hiyo sekta, kwamba hatujakumbatia vivutio vyetu vilivyo, ama ni wapi ambapo pengine pamekoseka? Siwezi nikasema ya kwamba Wakenya hawajakumbatia jambo hili la utalii ama vivutio vyetu. Kusema ukweli ni kwamba Wakenya, nitasema kwa idadi kubwa, wameweza kukumbatia utalii katika humu nchini. Lakini changamoto ambayo tumekuwa nayo ni kwamba hatujaweza tukauza Kenya ikiwa kitu kimoja. Tumeweza kuuza tu maeneo mbalimbali. Na mojawapo ya maeneo ambayo utapata tumeuza sana, utapata ni kama Amboseli, Samburu, Masai Mara na Mombasa tu. Hatujaweza kuuza maeneo mengine kama kule tuseme maeneo ya Kakamega, maeneo ya Busia, maeneo ya Kisumu. Hatujaweza kuyauza. Na ndiposa ninasema namna gani kupitia kwa ushirikiano wa Magical Kenya na KTB tunahitaji kutangaza utalii wa nchi mzima. Na ndiposa nimesema namna gani tunahitaji kufanya kutangaza utalii katika lugha ambazo zinaeleweka, ikiwemo Kiswahili na lugha za kienyeji. Ndiposa kila mmoja akaweze kusikia katika lugha yao. Ndiposa sisi wote tukaweze kufanya ni kukumbatia utalii na kuweza kusukuma. Jambo la pili, unapata ya kwamba mara nyingi ukiona mtu labda ameweza kusafiri katika nchi ya kigeni ama maybe au majirani wetu na akaweza kusukuma kabisa product yao, ni kwa sababu ya vile pia wanapokelewa pande ile. Mara nyingi unapata ya kwamba katika nchi ya Kenya unapata mara nyingi hatuwafurahii Wakenya wenzetu. Tunahisi ya kwamba labda hawatoi tip mzuri na mambo kama yale. So unapata inakuwa kwaje wewe ukisafiri katika taifa lako la Kenya hauwezi ukapokelewa vizuri, lakini wengine wakija hapa Kenya wanapokelewa vizuri na hata unaona kwa mbwembwe sana. Ushaona na wanasema mambo mazuri sana kuhusu taifa letu la Kenya. Lakini sisi wenyewe hatujaweza, ni kwa sababu ninaweza sema ya kwamba sisi wenyewe tumeweza kujicolonize. Ukiona mwenzako unaona ni kama huyu hawezi akatoa kitu zaidi ya vile mwingine ule atatoa. So ninasema namna gani sisi wa Kenya lazima tukue jamii moja kubwa ambayo tutaenzi sisi wenyewe kama wa Kenya na tuweze kusapotiana na kujisukuma tukiwa kama nchi. Ndiposa tuuze utalii katika nchi mbalimbali kupitia sisi wenyewe, hata pasipo na kukua na watu wa nje kukuja kuuza utalii wetu wa Kenya. Na kwa mwaka mnapoangalia ni wageni wengi ambao mnawapata, je, huwa ni wa hapa nchini ndani humu kwa humu ama ni wageni kutoka nchi za nje? Kwa mwaka huu ninaweza sema ya kwamba nimepokea wageni wengi kutoka nchi ya nchi kwa sababu ya vile tumeweza kujituma na kuwaleta hapa. Kwa sababu ilifika wakati tukajaribu sana kusukuma utalii wa humu nchini, lakini ikakuwa ngumu kidogo. Kwa sababu unajaribu kupromote, lakini unapata mara nyingi watu wakipiga simu ofisini wanaomba kazi. So ikakuwa ni changamoto kubwa sana. So ikabidi we have to strategize na kutafuta mbinu mbadala ya kuweza kupokea wageni wengine ndio tuweze kuendeleza biashara hii ya utalii. Lakini tofauti kwa wapi? Kwa sababu mwaka 2019 mwaka 2020 wakati mataifa mengi yalikuwa yamefungiwa wakati wa mlipuko wa virusi vya corona, hii sekta ilikuwa inasifu sana utalii wa humu ndani kwa ndani, kwamba Wakenya walikuwa wamejitokeza kuzuru maeneo mbalimbali. Pale unapoketi huenda wapi ambapo pamebadilika? Ninaweza nikasema tu vile nilisema hapo awali ni kwamba ni gharama ya maisha. Na pia ada ambazo zinatozwa kwa sasa ziko juu kidogo. So unapata mara nyingi sana unapata kwa wingi sisi tunashughulika sana na familia, makundi mbalimbali, makanisa na mambo kama yale. Unakuja unapata hao ni wale watu ambao wanataka kusafiri lakini kwa gharama ambayo iko chini kidogo. So unakuja unapata sasa vile gharama ya maisha ilipanda juu kidogo, ikabidi pia sisi nasi lazima zile ada zifanye nini? Zipande. Katika hiyo process ya kupanda unapata sasa imeweza kureduce the number of people ambao wanasafiri katika maeneo mbalimbali humu nchini. Umesema kwamba mnaanza kupigia upatu kuhakikisha kwamba mnatangaza hizi huduma ama utalii wa hapa nchini kupitia lugha za mama, za kienyeji, za nyumbani, ili watu waweze kuelewa. Sijui hili mnalipanga kulifanya kivipi kwa faida tu ile mtazamaji? Sisi kama Crown Eagle Safaris tunaenda vijijini na kuweza kutangaza sisi wenyewe. Mmefika Kaloleni, kijiji cha Wagiriama? Bado, lakini tupo kwenye safari ya kuelekea kule. Nianze kwenda huko pia mimi? Utapokea ujumbe tu. Utapokea ujumbe tu. Kwa hivyo mtafanya vipi hatua? Pengine mtafanya vipi swala hilo? So vile tunapanga kuifanya ni kwamba tunataka tutashika watu ambao wako kwenye ground kuweza kuwaelimisha umuhimu wa utalii
na kisha sasa tuwatume hao kama maambasada wetu wa kuenda kutangaza katika vitongoji humu mbalimbali. Hivyo ndivyo mpango wetu ulivyo. Muniajiri pia naweza tafsiria lugha moja mbili hapo za Kimijikenda. Naam, tukisonga mbele, swala la ada ambalo ni changamoto kubwa katika hii sekta. Je, mnakabiliana nalo vipi na ni jinsi gani ambavyo mnaweza kulishughulikia ili kuhakikisha kwamba hii ada huenda pengine inarudishwa chini ama inakuwa ada ambayo kila mtu anaweza kuweza kugharamikia? Limekuwa donda sugu sana katika sekta ya utalii, lakini tunajaribu sana vile tuwezavyo, kwa sababu unaona sasa kama saa hizi kama sisi kama Crown Gold Safaris tunajaribu sana kuzungumza na hoteli mbalimbali ili waweze kutupatia rates ambazo ziko chini kiasi. Ndiposa upate ukifanya package yako ama offer yako unapata ya kwamba ile ada hata ikiwa juu inamezwa na ile bei nzuri ambayo umepewa na hoteli. Ndiposa tuweze kusupport watu wetu kuweza kusafiri. Na pia unapata ya kwamba tumepatia wageni wetu mipango mbalimbali kama kulipa mdogo mdogo bila stress, whereby unatambua tu mahali unataka kuenda, kisha tunakutengenezea package yako, alafu unalipa polepole pasipokuwa na pressure. Then unapomaliza unaweza kusafiri. Lakini sasa hiyo ndio jambo ambalo tunajaribu sana kuweza kusaidia watu wetu kusafiri. Lakini tunaomba pia serikali iweze kuingilia kati. Iweze kutenga tu hata kama ni siku 2 ama ni siku 1 ama hata kama ni siku 2 kwa mwaka na mambo kama yale, kuweza tu kufungua mbuga za wanyama ni kwa ajili ya Wakenya. Waweze tu kuzuru na kuweza kujua yale ambayo yamo katika nchi yao ya Kenya. Kwa sababu ni watu wengi ninataka kuhisi ya kwamba hawajajua hata vivutio ambavyo vipo karibu na wao. Ni kwa sababu mara nyingi unasikia kuna watu ambao sitawaita middle class, bado nitawaita wale ambao wako chini zaidi ya middle class. Watu kama hao ndio watu wazuri sana hata kutangaza utalii katika vidongoji vyetu na hata hizi locations mbalimbali. So tunaomba serikali ikijaribu sana ione vile inaweza fanya, either kupunguza ada za kuingia katika mbuga za wanyama, ama wanatenga siku 2-3 ni kwa ajili ya watu kuweza kuingia katika hizo mbuga na kuweza kujivinjari na kufurahia nchi yao ya Kenya. Na pia kuongezea kwa hilo pia tunahitaji kuwa na ada nzuri zaidi ambayo itakuwa ya makundi kama makubwa kama tuseme makanisa, kama shule. Hiyo pia ni mbinu moja ambayo itasaidia utalii ni kwa ajili ya kuinuka na hata kutangazwa zaidi. Na pengine ni jinsi gani mnavyoshirikiana na wizara? Tunajaribu sana kuwapelekea malalamishi yetu, nao wanajaribu pia kuzungumza na serikali kuu na pia serikali za county. So tunatumaini ya kwamba kuna jambo litatendeka mwisho wa siku. Na malalamishi yenu makuu ni gani? Ni hizo tu ada na pia kurekebisha usafiri, like tuseme barabara za kuingia mbugani zijaribu kutengenezwa ndiposa usafiri uwe rahisi kwa wageni wetu wote. Na swala la uwindaji wa wanyama bado ni donda sugu pia. Sijui kama mko na mchango gani kuhusiana na swala hilo? Hilo linashughulikiwa na wizara bila shaka. Na hata ukiangalia ukikompea vile ilipokuwa pale awali na vile ilivyo saa hizi, sio vile sana uwindaji. Utapata ya kwamba wamejaribu sana, wamepiga hatua kubwa ni kwa ajili ya kupinga na kukataa na mambo kama yale. Ndio. Na tukizungumzia maeneo ibuka, je, kuna maeneo ambayo yameweza kuibuka hivi majuzi na kuweza kutambulika kama sehemu za vivutio, na ni jinsi gani watu wanahamasishwa kuhusiana na maeneo haya ibuka? Na nyinyi kama kampuni ambayo inajihusisha na masuala kama haya utalii, je, mmechukua hatua yote kuhusiana na hilo? Ni kweli kabisa. Vile tumesema ya kwamba saa hizi ama vile tulivyo katika age ambayo tupo ndani, teknolojia ndiyo imechukua kipaumbele. Na unapata ya kwamba hizi vivutio ibuka mara nyingi utavipata kwenye social media. Na ndiposa tunatumia Facebook, Instagram, Twitter kuweza kutangaza hivyo vivutio kwa watu wote. But vile nilivyosema pale awali, sio kila mmoja ako kwenye social media hizi. Ndiposa tunahitaji kutangaza katika lugha zetu za mama na lugha za Kiswahili ndiposa ziweze kufikia kila mmoja katika taifa letu la Kenya. Nyinyi kama mnaojihusisha sana na swala la safari, je, mchango wenu ni gani katika sekta ya utalii? Mchango wetu ni mkubwa zaidi. Jambo la kwanza nitasema ya kwamba sisi kama kampuni za kitalii unapata ya kwamba tunaponawiri katika biashara tunaandika vijana wengi. Hilo ni jambo moja ambalo tunaweza kuchangia katika taifa la Kenya.
Jambo la pili, unapata mara nyingi tunapotembea ama kuzuru mataifa ya nje ni kwa ajili ya kuweza kutangaza utalii katika maonyesho ya kitaifa. Unapata kwamba tunauza nchi ya Kenya ikiwa nchi, alafu tunauza pia vivutio ambavyo vinapatikana ndani ya nchi. So hiyo ni njia moja nyingine ambayo pia tuna support katika, ama mchango wetu mkubwa katika mambo ya tourism. Na pia ukiangalia pia humu nchini tunahamasisha Wakenya ni umuhimu gani ulipo katika wao kusafiri na kutembea na kwa nchi mbalimbali na hata vivutio vyetu humu nchini. Tunawahamasisha ndipo waweze kuadimika na kuelewa ni mbona wanastahili kufanya mambo kama yale hata kama ni mara moja kwa mwaka. Nafasi gani zipo za ajira katika hiyo sekta ya usafiri wa watalii? Sekta ya utalii ina ajira nyingi zaidi. Kuna madereva wale ambao wanabeba wageni kuwapeleka sehemu mbalimbali katika mbuga za wanyama mbalimbali. Wapo watu kama wapishi. Wapo wale ambao wanashughulikia mambo ya restaurants na hotels pia. Wapo hata walinzi pia. So ni kazi ambayo ina cut across kabisa. Utalii ukisimama unasimamisha nchi mzima. Na kuna mafunzo maalum ambayo hawa wafanyakazi hupata, pengine mtu kama dereva anapelekwa ama anaenda kuendesha katika mbuga ya wanyama. Je, wao upokea mafunzo maalum jinsi ya kuweza kujibeba wanapokuwa katika mbuga za wanyama, ama unapokuwa dereva unapochukua tu gari we endesha? Lazima kuna mafunzo ambayo yapo. Mara nyingi unapata ya kwamba kama wewe lazima ukuwe na qualifications. Lazima ukuwe umefanya masuala ya utalii, lazima ukuwe unaelewa sheria za barabarani na pia sheria za kwa sababu sheria za barabarani tofauti sana na sheria za kuendesha gari katika mbuga za wanyama. So wote lazima wapitie darasani na waweze kuadimika ndiposa waweze kupatiwa kazi kama hiyo. Ndio. Na umezungumzia swala zuri la utalii wa humu ndani kwa ndani. Ni jinsi gani ambavyo unahisi kwamba ama lipi la kufanywa la kitofauti mbali na pengine kueneza ujumbe huu kwa lugha za mama, tunaweza kufanya ama kuhamasisha zaidi ama kufanya Wakenya wenyewe waweze kukumbatia utalii wa hapa nchini? Ninahisi ya kwamba ni kufikiwa tu na kupata mafunzo ya mara kwa mara, umuhimu gani ulipo katika wao kusafiri. Na pia serikali iweze kuchangia ni kwa ajili ya kusupport. Na ndiposa nimesema kama vile kuna wakati waliweza kufungua mbuga za KWS na wakasema wageni wote ama Wakenya wote wanaweza wakazuru zile mbuga pasipo na ada. Bila ada. Watu walimiminika katika mbuga mbalimbali. Na ilikuwa jambo nzuri sana kwa sababu ilionyesha ya kwamba ndio Wakenya wanakumbatia jambo kama hilo. Wanataka sana, ni vile tu ada ambazo zinatozwa zinawafanya wawezi wakafanya nini? Wakamudu kufanya jambo kama hilo. So ninaomba serikali kama inaweza ikakusudia mambo kama yale, kama mara moja kwa mwaka ama mara mbili kwa mwaka, ni jambo ambalo litatusaidia sisi kuweza kueneza utalii na hata kufikia kila mmoja katika mataifa yetu. Kwa mfano endapo hilo litarudiwa tena na kwamba Wakenya ambao wako kule mashinani wangetaka kuja kuzuru maeneo kama haya, nyinyi kama watalii sana hiyo sekta ya kusafirisha wageni kutoka eneo moja hadi lingine, je, mchango wenu hapo unaweza kuwa gani? Kwamba mnaweza peana usafiri wa bure kwa Wakenya watoe katika vitongoji mbalimbali kuwaleta jijini, ama mchango wenu unaweza kuwa gani? Vile nilivyosema tu, kila kaunti ina kivutio chake. Sio lazima tutoe kwa hivyo watembezwe katika kaunti zao. Inaanza hivi. Wanasema charity begins at home. Kweli kabisa. Tuanze kutembea katika sehemu zetu, kwa sababu hapo gharama ya usafiri itakuwa kidogo sana. Then from there sasa unajua watafunguka akili. Then wataona kama nilienda Kakamega Forest, nahitaji pia kwenda Ruma National Park, nahitaji kwenda Samburu. So polepole unapata interest inajengwa ndani ya mtu. Alafu inakuwa rahisi kuendelea hata na hivyo. Ndio. Naam, kuna sehemu zingine za vivutio hasa hizi zenye mabwawa ya maji kwamba baada ya kiangazi kuna sehemu ziliweza kuathirika, kwamba kuna baadhi ya mabwawa iliweza kukauka. Pengine ili kuhakikisha kwamba maeneo kama haya yanadumu kwa miaka na muda, je, mko na mapendekezo yote kuhusiana na hayo? Mapendekezo yetu tu ni kuweza kuangalia hali kama hizo na kuweza niseme namna gani? Ni kuweza tu kuangalia jinsi gani tunaweza tukazuia jambo kama hilo kufanyika hata wakati wa kiangazi. Kwa sababu kuna mbinu mbadala za kuweza kutumia ni kwa ajili ya kuweza kuprotect yale mabwawa. Kama vile maji, kama vile saizi tuna mvua ambayo inanyesha. Ni njia gani tunaweza tukaharvest hayo maji yakatusaidia wakati wa kiangazi? So hiyo ndio sasa tunasema namna gani? Washikadau katika sekta hii wanahitaji kuja pamoja na kuweza kujipanga ni kwa ajili gani ama ni kwa mbinu gani
wataweza kuharvest haya maji, ndio yatusaidie wakati wa kiangazi. Tusije tukafika mahali pia tunapata mabawa yetu yanafanya nini? Yanakaua. Na nyinyi kama Crowned Eagle Safaris, ni kipi mnachofanya cha tofauti? Kwa sababu sasa hivi hizi kampuni zimekuwa nyingi mno. Je, ni kipi ambacho tunaweza sema hii ni tofauti, hiki kinafanywa tofauti na Crowned ikilinganishwa na hii kampuni nyingine ambayo inaendeleza shughuli kama hii ya kwenu? Sisi tunaweza sema ya kwamba kampuni yetu ni kampuni ya kipekee kabisa, taifa mzima na hata katika niseme dunia mzima. Usipigie debe tu. Naipigia debe kwa sababu ukiangalia vile sisi tunafanya kazi vitofauti sana. Mara nyingi unapata ya kwamba sisi kama Crowned Eagle Safaris tumejitokeza ni kwa ajili hata ya kusupport watu ambao wako mashinani. Kwa njia gani? Unapata sisi wageni wote ambao wanalipa na sisi safari na wanasafiri, kuna ile certain percentage ambayo tunaiondoa ni kwa profit zetu na kuipeana kwa society ama kwa communities ambazo ziko less fortunate. So unapata tuko na mayatima ambao tumepeleka shule tunawasomesha, tuko na wajane tunalisha pale Kakamega, wajane zaidi ya 45, na tumewahusisha pia katika miradi mbalimbali, mojawapo ikiwemo tu ukulima wa mahindi na hata ufugaji wa kuku na mambo kama yale. Hiyo ni jambo tu moja ninaweza sema ya kwamba hiyo ndio inatupatia utofauti kuliko na kampuni zingine. Jambo la pili ni kwamba sisi kama kampuni tuna make sure ya kwamba wageni wetu wote tunawashika mkono, ni kwa ajili ya kuwapatia mafunzo ni jinsi gani unaweza kujiandaa ni kwa ajili ya usafiri. Jambo lingine ni kwamba tunakupatia nafasi ya kulipa mdogo mdogo bila stress, ndiposa kuweza achieve kile ambacho ulikuwa umetarajia maybe mwanzoni mwa mwaka ama mwishoni mwa mwaka. Tunakupatia fursa hiyo. Na jambo lingine pia tunafungua opportunities katika Crowned Eagle Safaris, ambapo unaangalia kama saa hizi tumechukua interns ambao tumewaleta kuwafunza mambo ya utalii. Na baada wakitoka hapa kampuni yetu wanaweza wakaandikwa na kampuni nyingine yoyote ile, iwemo Kenya, Tanzania, Uganda ama mahali popote pale. Ni kwa sababu tunawapatia yale mafunzo free of charge, pasipo na kulipisha. Na umesema kwamba mnafunza, mnachukua hawa ambao bado hawajahitimu wanagenzi, mnawafunza na kwamba wanapohitimu basi wanaweza kuajiriwa. Sekta ya utalii kwenye swala la ajira, je, nafasi zipo ama vijana bado wanaendelea kutatizika kupata ajira? Nitasema nafasi zipo tena kwa wingi zaidi. Na ndiposa umesikia nikianza pale kusema ya kwamba serikali kuu ikikuja ingilie swala hili nzima na kuweza kusupport wale nitawaita wakulima wadogo, yani the upcoming ama the SMEs, waweze kupata support kutoka kwa serikali, ndiposa tukaweze kupanua uchumi wa nchi. Kwa sababu tunapozidi kufungua makampuni mbalimbali na kuweza kufuata sheria ambazo zimewekezwa na Wizara ya Tourism, utapata ya kwamba vijana wengi ambao wanatoka colleges, universities, watapata nafasi za kuingia ndani na hata kuweza kufanya ni kunufaika na mambo kama haya. Because unapata ya kwamba wakati tunakuwa na wageni wengi, inamaanisha hoteli nyingi zitajengwa. Zikijengwa inamaanisha ni ajira ambayo inakuwa created. So ninaweza sema ya kwamba tourism iko na opportunities mingi zaidi. Naam, tukisalia hapo kwenye swala la ajira, pengine pia mnasaidia kwa hawa vijana kupata nafasi katika nchi zingine, kwa sababu utalii sio hapa Kenya peke yake. Inalingana, kwa sababu unajua kulingana na demographic za kila country, unapata ya kwamba tuseme kama mtu amesomea utalii humu nchini, ama kama maybe amefanya kazi amehitimu na mambo labda ya hoteli. Mtu ambaye amehitimu na mambo ya hoteli anaweza akafanya katika taifa lolote. Lakini unapata ya kwamba kama wewe umefocus katika tuseme tour guiding and administration, unapata ya kwamba uko limited because guiding yako ni ya humu tu nchini peke yake. Itakuwa vigumu sana kutoa guide wako hapa akaenda kufanya kazi wapi? Tanzania ama Uganda ama katika taifa lingine lile. So unapata mara nyingi sisi tuseme mahali ambapo mimi ninaketi, unapata mara nyingi wale ambao tumetrain wanaweza tu wakapata opportunities ya kuweza kuuza safari humu nchini na mataifa jirani. Na tukimalizia, kwa sababu mwakilizaji wangu wanaambia muda hauturuhusu, swala la mwisho ni kuhusiana na sheria zilizopo. Je, mnahisi kwamba kuna sheria ambazo zinakandamiza hii sekta ambazo mngehisi kwamba zinafaa ziboreshwe ama zibadilishwe ili sekta hii zidi kuboreka zaidi? Ninahisi ya kwamba kuna mengi serikali yetu inaweza ikafanya ni kwa ajili ya policies ambazo zinawekwa. Mara nyingi niseme ya kwamba hizi policies ambazo zinaimplementiwa ni vizuri wanashirikisha kila mtu ambaye ako katika sekta hii, ndiposa tukaweze kuboresha utalii wetu humu nchini na kusukuma gurudumu mbele. Jambo la pili pia niseme ya kwamba tunahitaji pia kukuwa na zile
cabins whereby lazima wewe ndio uweze kufanya kazi ya utalii ama kukuwa na kampuni ya kiutalii, lazima ukuwe umehitimu. Isikuwe tu ya kwamba unaweza ukatoka shule na kufungua kampuni yako na kuirani vile utairani ama kwa social media na mahali pale po. So tunahitaji kukuwa na sheria ambazo zitalinda wale ambao wameweza kuqualify na kuregister vile inavyofaa na serikali. Ndiposa kusikuwe na conmen na mambo kama yale. Kweli. Naam, asante sana Bwana David Iteyo, lakini kabla tufunge nikuulize tu swali moja la kizushi. Fan ile ambayo iko kwenye nyumba inazunguka, tunahitaji kwa Kiswahili? Mimi nitasema feni. Utaita feni. Sawa, feni inakubalika kwa sababu Kiswahili unaruhusiwa kutohoa. Lakini leo nataka utoke hapa ukiwa umejifunza neno moja. Kwamba feni ama fan hatuiti feni. Feni ni kutohoa, lakini ukitaka neno sahihi la Kiswahili tunaita pankaboy. Pankaboy. Surely. Bila shaka umejifunza. Naam. Asante sana Bwana David kwa kutenga muda wako kuja kuungana nasi, na asante sana mtazamaji kwa kutenga muda kuungana nasi kwenye mazungumzo ya Kurunzi Mashinani na Tamrini. Kasichana Masha ndio jina langu. Lucy Mwaura amekuwa mwenzangu wa lugha ishara, na mpisha mwenzangu Ben Troy ya kupasha yanayojiri kwenye habari za saa 7 mchana. Tupatane wakati mwingine. Kwaheri.